Sasa mtu akishaona kwamba Twalib ametangazwa, basi wanaona moja kwa moja kwamba tayari ameshasajiliwa. Lakini kuna kuingia mkataba na mchezaji, alafu kuna kufanya usajili wa mchezaji. Unaweza kuingia mkataba na mchezaji na usimsajili. Sawa sawa. Lakini sasa nimeona barua yenu ya safari hii imekuwa ama press release yenu imekuwa na hatua tofauti nyingi sana, ambapo yani kuna vipengele vingi vimeainishwa moja kwa moja. Kwa nini mmefikia hatua mpaka kumwaga kila kitu hadharani? Kwa sababu sio vitu vya siri, kwa sababu ni vitu ambavyo lazima vifanyike. Wakati wa nyuma tumekuwa hatuviweki sana, lakini sasa hivi tumesema kwamba tuendelee kurahisisha zaidi. Mtu asijisaulishe kwamba nimesahau sijaja na cheti cha kuzaliwa cha mchezaji au sijaja na kitu fulani. Maana yake ni kwamba unapomkumbusha tokea mapema, maana yake anakuwa anajua kabisa kwamba kuna vitu ambavyo anatakiwa kuwa navyo wakati wa usajili wa mchezaji. Na kuna usajili tofauti na document pia zinatofautiana, kwa maana ya kwamba kuna usajili uhamisho wa mchezaji wa jumla au wa mkopo, kwa maana kutoka club A kwenda club B. Lakini kuna mchezaji ambaye tayari uko naye, unamrenew tu kwenye system. Lakini kuna mchezaji mpya. Sasa mchezaji mpya manake anatakiwa documents nyingi zaidi, kwa sababu ni mpya kabisa kwenye system. Na ndio maana tukasema kwamba tuainishe kwenye kila eneo, ili usije na mchezaji mpya alafu ukawa umepungukiwa vitu ambavyo unatakiwa kuvibandika katika mfumo. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo bora zaidi kuweza kuweka kila kitu, kwamba mchezaji huyu kama ni mpya inakuwa hivi, kama ni wa mkopo inakuwa hivi, kama ni wa kurenew inakuwa hivi. Na mara nyingi sana kwenye usajili kunakuwa na changamoto ambazo zinatokea. Tumekuwa kabla sasa ya kumuidhinisha mchezaji, unaiambia club kwamba mchezaji huyu hapa hawezi kuidhinishwa kwa sababu huu mkataba mbona haujasainiwa. Kwa sababu ukiuingiza kwenye system inakubali kwa sababu umeweka mkataba. Lakini unakuta kwamba mkataba umesainiwa upande mmoja, upande mwingine haujasaini. Lakini sisi tunavyopitia, manake lazima tuhakikishe kwamba huu mkataba umekamilika. Kwa hiyo unapokuwa una mapungufu, manake tunakwambia kabisa kwamba sawa, lakini hatuwezi kutoa leseni ya huyu mchezaji mpaka urekebishe hivi vitu. Tunazungumzia ligi kuu ya Tanzania bara, ikiwemo championship pamoja na ligi nyingine mbalimbali. Kwa nini imekuwa taarifa imetokea TFF moja kwa moja? Kwa maana gani? Yani tukiangalia taarifa, yani ile headed tukiiona, hatuoni kwamba ni bodi ndio imetoa hii taarifa. Tunaona kwamba ni Tanzania Federation. Yes, kwa sababu huu ni usajili na mfumo wa usajili upo TFF, na ndio maana unaona kwamba mfumo una taarifa inasema dirisha la usajili kwa klabu za ligi kuu ya NBC, ndio NBC Championship, ndio First League, NBC Premier League Under 20, kuna ligi kuu ya wanawake. Kwa hiyo unaona kwamba yani ni mjumuisho wa hizo wa hayo. Ina maana kuna ligi ambazo hazipo bodi ya ligi moja kwa moja. Okay. Hapo umeelewa Nira vizuri hapo. Shamuelewa. Sije mkasema TFF wanaingilia kazi za huko, hapana. Yani kwa sana tumeona taarifa zikitoka za kufunguliwa kwa dirisha mpaka kufungwa kwa dirisha, na inawezekana this time ndio ikawa dirisha limekuwa na siku chache kuliko vipindi vingi vilivyopita, kwa maana ya tarehe kutoka 6 mpaka 15. Kuna kipindi dirisha lishachukua mpaka miezi 2 kamili, lakini bado kuna vilabu tunakuja kuambiwa kwamba na hususan vilabu vikubwa unakuja kuambiwa kwamba mpaka dakika za mwisho hawajatimiza matakwa, hawajakamilisha mazoezi, na mwisho wa siku wanakwama kwa baadhi ya wachezaji, au mnafanya misaada kuwasaidia ili mradi kuweza kutoka kwenye matatizo. Kwa safari hii mmejipanga vipi, au mmeweka kitu gani ambacho kinaweza kuwafanya watu wakanyooka wasifanye kwa mazoea? Nataka nikukumbushe pia kuna wakati dirisha limeshakuwa pia chini ya hizo ya muda kama huu ambao tumeutoa. Kuna wakati ilikuwa ni mwezi mmoja, lakini ndio maana unaona hata kwenye ile taarifa imekwenda mbali zaidi, inasema kwamba kama una changamoto yoyote wasiliana na idara
ya mashindano ya TFF, kwa maana ya kwamba tunaamini kwamba mpaka uende mwishoni kabisa ndo ukwame, maanake ni kwamba wewe mwenyewe ndo ulichelewa. Okay. Lakini kama unafanya usajili wako kwa wakati, maanake unapokwama unapata nafasi nzuri zaidi ya kuweza kusaidiwa kabla ya kufika deadline. Sasa kwa nafasi za wachezaji wa kimataifa zimekaaje? Maana wao nao wanaingia kwenye muda huu, hawana nyongeza ya siku, maana utaratibu wao mara nyingi sana, hususan mtu akiwa mgeni kabisa, kunakuwa na mambo mengi ambayo yanafanya kuwe na vikwazo vya hapa na pale na watu muda mwingine kutoka nje ya muda. Ukisoma taarifa imeeleza vitu vyote kabisa. Imesema wakati huu ni wakati wa kufanya usajili na uhamisho wa kimataifa. Manake ni kwamba kama una mchezaji ambaye anatoka nje, manake ni kwamba unatakiwa uhakikishe kwamba unamfanyia huo uhamisho. Manake ni kwamba dirisha litakapofungwa, manake ni kwamba hautaweza kufanya huo uhamisho. Ndio maana taarifa imeeleza kila kitu, usajili pamoja na uhamisho. Kuna wataalamu ambao huwa wanasimamia masuala yote ya uhamisho, na mara nyingi naamini hii ni taaluma maalum ambayo CAF, FIFA walitoa kwenu nyinyi, na nyinyi mkaweza kuwalisha viongozi wa vilabu ili kujua kwamba mnaweza mkapita njia hizi ya mambo yakakamilika. Je, kuna utaratibu wote ambao mmeuandaa wa kukaa na viongozi wa hivi vilabu kwa upande wa wanawake na wanaume kuweza kuwapiga brush ili wasiingie katika changamoto zozote kwenye kipindi hiki? Huo utaratibu huwa tunaufanya kila msimu. Huwa tuna seminar, lakini sasa bahati mbaya ni kwamba unakuta kuna wengine hawaji kwenye hizo seminar. Inawezekana kwa mazoea, inawezekana kwa sababu zao tu wanaamini kwamba watafanya tu. Kuna mtu anaitwa TMS manager. TMS manager kwenye kila klabu ndio mtu ambaye anashughulika na masuala yote ya hiyo system kwenye upande wa klabu. Hao tumekuwa tunawapa hizo seminar, na huwa tunawaambia kabisa kwamba unapokuja, beba laptop yako, beba kitu gani, kwa sababu hauwezi kufanya huo usajili nje ya laptop. Kwa hiyo msingi wa kuambia beba laptop yako, manake tunawafundisha kwa vitendo kwamba hapo unafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi. Kwa hiyo kama anakuwa na changamoto, manake anasaidiwa pale. Lakini pia bado tumetoa nafasi zaidi kwamba hata ukitoka kwenye ile semina, ukienda jambo likawa gumu, wasiliana na idara ya mashindano. Safari hii tayari mmeshafanya? Bado haijafanyika kwa sababu msimu wenyewe ndo kwanza umeisha juzi tu, ndugu yangu. Ndio. Kwa hiyo mtafanya katikati ya dirisha? Vyote vitafanyika kabla ya mambo yote. Hivyo vitu vitafanyika. Kwa hiyo ni wakati wa kujipanga tu kwamba lini ambako itafanyika, lakini haraka iwezekanavyo hiyo vitu vyote vitafanyika. Kwa maana huo msasa zipo klabu ambazo wenyewe hawabadilishi hao TMS manager. Kwa hiyo wanakuwa na advantage kwa sababu inakuwa ni kuwapiga msasa tu juu kwa juu, au wakati mwingine anaweza asije kwa sababu ni misimu tofauti amekuwa anahudhuria kwenye hizo semina. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaelewa nini kitu ambacho cha kufanya. Lakini bado tunaendelea kuwasisitiza kwamba hata uwe ni wa zamani, uwe ndio umeingia, ni vizuri ukahudhuria kwa sababu inawezekana system ina vitu vingi sana. Unaona sasa hivi kwa mfano start list kwa teams inajazwa moja kwa moja kwenye mfumo. Kwa hiyo wapo wengine ambao inawasumbua namna gani ambavyo wanaweza start list kwa maana ya vikosi. Lineup. Yes, vikosi sasa hivi sasa hizi hakuna mambo ya makaratasi. Inajazwa moja kwa moja huko ulipo. Ukijaza si tunaona huko tayari kwamba na hili kama mnalifanya hivyo niwapongeze, kwa sababu natangaza mpira mwaka 2012-13 mpaka 14 ligi kuu ya Tanzania. Moja kati ya changamoto kubwa sana ilikuwa ni kupata lineup. Na nakumbuka mechi ya Simba na Yanga 3-3. Ile mechi Simba alibadilisha lineup zaidi ya mara 3. Unapewa hii, unaambiwa hii hapana, unapewa nyingine, unaambiwa hii hapana. Unaona mwisho wa siku bado dakika 30 mechi ianze, unaambiwa ili jambo liko hivi. Unaona nikawa nauliza maswali mengi sana, lakini nakosa majibu. Sasa kama mmefanikiwa kushinda kwenye eneo hilo, niwape pongezi. Sasa kwa sasa iko hivi. System hiyo ya kuingiza wachezaji wako ambao wanacheza kwenye mchezo husika. Ikifika deadline yake ikijifunga, manake huwezi kuingiza mchezaji.
Kwa hiyo na inakuwa ni saa ngapi kabla ya mchezo? Sasa hivi ilikuwa inafungwa saa 7 mchana. Na ndio maana mlikuwa hata kwenye ukurasa wa bodi ya ligi ilikuwa ni rahisi kupata vikosi vyote. Kuweza kupata vikosi. Ndio. Kwa hiyo ndio maana nasema sasa, kwa hiyo kwenye hizo seminar kuna vitu vingi. Ukiona kwamba kuna kitu kinakusumbua, ule ndio wakati sasa wa kuweza kusema kwamba bwana, mimi huko kwingine sawa, hamna tabu, lakini kwenye system hii kuna kitu hiki ambacho. Na hapo mmeshinda mechi ngumu sana hapo. Na kama hao watu wangekuwa bado na akili za kizamani, sasa hivi nyinyi wote hamtembei pale bodi ya ligi. Kwa sababu mimi nasema ukweli. Dhana kubwa ya shiriki kwenye mpira ipo kwenye vikosi. Kweli. Shiriki na dhulma. Kweli kabisa. Mimi nakwambia, yani unajua, mimi nakumbuka siku moja niko Mbeya, kuna mtu alishakunipigia simu. Bwana tutumie kikosi chao. Unaona, sasa mimi najiuliza, huyu yuko timu nyingine, kikosi cha huku cha nini? Na wenyewe wanajua. Yaani hiyo tu mnaungana na wewe. Niko Tabora kwenye mechi wanacheza ile timu Tabora United na timu sitaki kuitaja jina. Sasa namna ambavyo wanatuma vikosi sasa hivi huwezi kujua, na wakiwa ndo msimu umeanza wana wachezaji wapya, kwa hiyo huwezi kujua huyu anacheza nafasi gani. Sasa unamuita kiongozi ama hata mchezaji, nisaidie kunipangia mfumo. Unajua anakutajia jina moja la mchezaji na hakupi ushirikiano. Kwa hiyo dhana pia bado ipo kwamba naamini wewe akikutajia jina wewe utahusika moja kwa moja kwenda kwa kandamiza. Lakini ndimbo mlivyo implement hiki kitu akijasumbua mara ya kwanza. Wapo ambao ilikuwa wanapata ugumu. Sasa Kariakoo kuweza kwa pana. Hao wala hata hawakusumbua. Walielewa vizuri tu. Walielekezwa wakaelewa, wakawa wanaendelea na mambo mengine. Lakini wapo ambao kusema kweli ilikuwa ni ngumu kuweza kuelewa. Unakuta sasa wakati mwingine mara amejaza hivi. Kwa mwanzoni ilikuwa kuna msaada ambao unaendelea kutolewa, lakini sasa ilipofika muda tukasema kwamba ndimbo tutarudi kuja kuzungumza vizuri zaidi. Sawa. Hivi inarahisisha vitu vingi, kwa sababu hata kwenye masuala ya ukaguzi wakati ule kabla ya kuanza kutumia mfumo huu wa online ilikuwa kwamba mpaka mkifika pale ndo mnaletewa vikosi vile kutoka kwa hizo timu. Mkifika sasa hapo ndo mnaanza tena masuala ya ukaguzi na mambo mengine, lakini sasa hivi manake ni kwamba unapata hivyo vitu mapema, kwa hiyo inakuwa printed kabisa. Kwa hiyo mkifika pale manake ni kwamba inakuwa rahisi kuelekea kwenye hayo maeneo ya ukaguzi pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo imerahisisha vitu vingi, lakini pia mfumo ulichosaidia zaidi ni kwamba sasa hivi ukijaza kwenye ule mfumo, kama Twalib ana kadi ya njano, ukimweka pale mfumo utakwambia kwamba huyu mchezaji ana kadi ya njano. Kwa hiyo zikifika kadi ambazo hazimruhusu kucheza, maana yake system itakataa. The same na yale mambo ya simu, jamani fulani msimpange leo, hakuna sasa hivi. Sasa hiyo ni wao sijui huko kwamba si mlikuwa mnawakumbusha. Nakumbuka nyuma ilikuwa sasa hivi huna sababu ya ya kukumbushana mtu, manake ni kwamba akimuingiza kwenye system itaonekana pale kwamba mchezaji huyu ana kadi nyekundu, haruhusiwi kucheza. Kwa hiyo unaona kwa namna ambavyo unasaidia tofauti na mfumo wa karatasi. Mfumo wa karatasi manake ni kwamba inawezekana watu wamekwenda huko hawakumbuki kwamba Twalib alikuwa na kadi nyekundu. Kwa hiyo amefika kwenye ule mchezo, kwenye ukaguzi watu wamemkagua, ameingia, anaingia uwanjani, watu ndo java yule si ana kadi nyekundu yule. Saizi haikupi hiyo fursa kabisa. Okay, sasa Clifford, kwanza tushukuru sana kwa kutupa hizi. Yaani mpaka saa 7 wewe system inasumbua tu. Ndio ishatokea. Imetokeaje? Twalib. Umeme hakuna nchi nzima. Yaani kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 7 wewe inasumbua. Twalib. Sikatai kwamba zipo changamoto ambazo zimekuwa zinajitokeza. Lakini ndio hiyo ambayo tunasema si unafanya mawasiliano. Lakini yani haiwezekani inafika saa 7 wewe hujaweka hata jina moja, unasema kwamba system ilikuwa sawa, sijajaza inakuaje? Muda wote ulikuwa unafanya nini? Sijajaza inakuaje sasa? Sio hujajaza. Manake una mchezaji gani anaenda kucheza? Sitatuma ya nini? Ya nini? Ya karatasi. Tutakuja nayo. Yaani ndio hiyo ninayosema.
kama kuna changamoto unafanya mawasiliano. Sisi ndo tushawaambia kwamba sisi mawasiliano hii mechi hatutumi majina mapema. Kama tuna uwezo kutumia jumba la dhahabu, yani huku ndo hatutaki kabisa, hatuleti na huku. Sasa ni jambo la kikanuni. Kwa hiyo hilo ni jambo la kikanuni. Kwa hiyo kanuni na nani inaeleza wazi kwamba kwamba majina yatajazwa kupitia kwenye mfumo, sio? Ndio. Maana yake ni kwamba wewe kama unataka kutumia kanuni, maana yake si hujataka kutumia kanuni. Maana yake ni kwamba kuna taratibu zake. Lakini kama kuna changamoto ya kweli kabisa, huwa tunawasaidia kwa sababu sisi kwetu tunaweza kuendelea kuingiza. Sawa. Mathalan kwa maana ya admini sasa, si ndio? Kwa hiyo kama umepata changamoto na umetoa taarifa mapema, maana yake ni kwamba unaweza kupata huo msaada. Mathalan nimejaza majina ya wachezaji wangu 18. 11 wanaoanza na wengine wale wa substitution. Alafu ikatokea kwamba Nira anaumwa. Na access ya kubadilisha jina. Swala la kuumwa Twalib, hilo ni swala ambalo hakuna ambaye anaweza kulizuia. Ndio hicho ninachokuambia kwamba umefanya mawasiliano. Kwa hiyo maana yake ni kwamba umeshajaza na imefungwa. Imetokea kuna mchezaji hawezi kucheza. Zipo kesi kama hizo zimeshawahi kutokezea kwamba mchezaji hawezi kucheza, na wakati mwingine sio hata kwamba yani wakati huo ambako mmefunga dirisha muda mfupi kabla. Wakati mwingine mpo uwanjani kabisa yani. Na mchezaji anapata hiyo shida kwamba hawezi kucheza huo mchezo. Maana yake ni kwamba hilo linaelezeka kwamba mchezaji huyu alipata changamoto wakati akiwa tayari yupo kwenye system. Kwa hiyo atatoka mchezaji huyu, ataingia mchezaji huyu, mawasiliano yanafanyika, inafanywa marekebisho, hakuna shida. Okay, Clifford, tukitoka hapo sasa, maana unajua zamani ilikuwa ukiuliza timu ya taifa unaulizia timu ya taifa wanaume tu. Na walikuwa wanakaa pale Salvation Army pale. Zamani hiyo unakumbuka kipindi kile? Zamani hiyo tunaenda Zimbabwe na Costa hiyo ya taifa. Kumbuka ahadi ya mwisho akina Lunyamira walipo ahadi akamwambia na mkiwafunga Nigeria kila mtu nampa 100,000. Leo 100,000 unajua ukienda nayo hapo boardroom hapo. Saa 6 utoboi. Kabla hujaenda kwenye timu ya taifa, kuna swali ambalo tulikuwa tunazungumza off-air, tulikuwa tunazungumza kwa maana kwamba mikataba mingi ya wachezaji wao inakwenda kutamatika tarehe 30 ya mwezi wa 6. Kwa na bahati mbaya tumeshuhudia pia ligi yetu inaweza kavuka hiyo kipindi au baadhi ya michuano ya kombe la FA ambayo imechezwa tarehe 3. Kwa hiyo ikitokea kwenye scenario kama hizo, mchezaji mkataba wake umetamatika kikanuni, alafu mchezaji anataka kuondoka, klabu inataka kuwatumia hao wachezaji wake ambao mikataba yao imetamatika, inakuwaje? Kwa maana kwamba klabu ina wachezaji wake ambao inawategemea labda 3 4 ambao ni key players, mikataba yao imetamatika tarehe 30 ya mwezi wa 6. Bado kuna mashindano ambayo yanaendelea. Wachezaji wanasema sisi tuna ofa, tunataka tuondoke. Kwenye mkataba kuna kitu kinaitwa tarehe ya mwisho ya kumalizika kwa mkataba wako. Na kuna kitu kinaitwa msimu. Sawa. Kwa hiyo kwenye mkataba inaandikwa kwamba utatumikia msimu wa 2025 2026. 2026 2027. Si ndio? Au utatumikia kwa miaka 2 au miaka 3, si ndio? Inafika tarehe 30 umemalizika na bado una siku nyingine kama 10-15 za kuendelea kuwepo kwa sababu ya msimu unakuwa pengine haujamalizika. Bado msimu ule wewe ni mchezaji wa timu ile. Kwa hiyo utakapomalizika msimu, kama unaondoka utaondoka, lakini kama unavyosema kwamba kama umepata ofa, manake sasa hilo ni jambo la kukaa wewe na klabu yako. Mnazungumza wewe na klabu yako, mkikubaliana, basi mnapokubaliana nyinyi, manake sisi hatuna kizuizi chochote. Kwa hiyo linabaki mkataba ni baina ya klabu na mchezaji. Na kwa nini huwa mnahitaji mikataba katika vile viambatanishi vya usajili? Mkataba ndio unakuonyesha kwamba wewe ni mchezaji halali wa timu hiyo. Na umetimiza kila kitu ambacho kinatakiwa.
Maanake ni kwamba kama huna mkataba, maanake ni kwamba wewe haujakidhi vigezo vya kucheza kwenye timu husika. Ni kama ambavyo wewe unapoenda kupata kazi sehemu, si lazima usaini. Yani kama hujasaini sasa inakuwaje? Unatambulikaje kwamba wewe ni mfanyakazi wa eneo husika? Kama tumekupa leseni tu bila mkataba? Leseni nani anatoa? Leseni tunatoa sisi TFF. Maanake sisi TFF tunataka vitu vyote vitimie. Ndio tumekuchukua kutoka Gombani huko, tunasema njoo uombe Mungu hapa. Wewe mchukue kokote unapomchukua, lakini lazima awe na kila kitu ili sisi tuweze kumpa leseni. Kama hajatimiza, maana yake ni kwamba hastahili kupata. Kwa lazima muwe na mkataba mkononi. Lazima. Yes. Kwa sababu mkataba pia unakuonyesha kwamba wewe unatumikia timu hii mpaka msimu upi. Maana yake unakuja, ipo nyakati zinatokezea, kuna mgogoro pengine baina yenu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuitisha mkataba kwanza, kwamba bwana hebu tuletee mkataba. Ukituletea mkataba, maana yake na sisi tunaangalia tuliokuwa nao kwenye system kwamba mkataba huu ndio huu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba inapoonekana kwamba huu ndio ule, then tunakwenda sasa kwenye madai yako yapo kimkataba. Kwa mkataba una vitu vingi ambavyo unasaidia kusolve vitu vingi sana. Kwa hiyo ni lazima mkataba vyovyote vile navyokuwa. Okay, yes. Nilikuwa na swali, kwa maana tumekuwa tukiona kwenye maboresho ya kanuni matumizi ya wachezaji kutoka timu za vijana wao imeainishwa, lakini sioni kama kuna kuwa na implementation ya hao wachezaji upata hizo nafasi, au wao wanatakiwa tu kuorozeshwa wakikaa kwenye bench. Sasa sisi kwetu tumesema kwamba angalau kwenye mchezo lazima uwe na wachezaji wawili ambao wanatoka under 20. Hatukulazimisha kuwatumia. Okay. Maana yake ni kwamba usipoweka angalau hiyo, maana yake hata hao wawili hawatakaa hata kwenye benchi, watajaa wachezaji wengine ambao kwa namna moja ama nyingine inawezekana kwamba wakawanyima fursa hao vijana. Lakini sote ni mashuhuda kwamba hao wa under 20 ambao tumesema wawepo angalau wawili, sasa hivi timu nyingi zinatumia hao wachezaji wa under 20 na wamekuwa wanawapa kitu kizuri katika timu zote zinafanya hivyo kweli? Sio zote. Timu zote zinafanya. Kwa mechi za hivi karibuni Mashujaa lini wametumia mchezaji wa under 20? Yani kuna ni kumtumia kucheza au kufanya yani kuwepo kwenye lineup. Kuwepo kwenye lineup. Wapo. Kwenye lineup wapo. Kuna striker mwishoni huko amehusika. Ni mwishoni lakini. Lakini mimi sio mwishoni. Yani yaweza kuwa kwa sababu wengine labda hatuwafahamu na ndio maana tunaweka ugumu. Lakini nilikuwa na swali kama pale Yanga under 29. Wale vijana wawili kutoka Zanzibar. Ninja na Nila kwenye kuongezea kwenye swali, kwa maana ya under 20 kuna mchezaji ambaye ni amepevuka, yani ana uwezo wa kucheza senior team lakini yuko chini ya umri wa miaka 20. Hiyo under 20 inakwenda kumwangalia wapi? Kwa mfano labda tukachukulia, kwani hapo shida ni kujua mpira au ni umri? Ndio ninachotaka nijue, kwa maana Lamine Yamal anacheza senior team lakini bado ana vigezo vya kuwa kama under 20. Wale wakina Ninju sidhani kama walisajiliwa kama under 20. Walisajiliwa kwa ajili ya kuja kucheza sasa yani huko kote unazunguka huko. Ndimbo atuambie tu hapa ni umri au kuubonda? Tumesema under 20. Kwa hiyo akiwa na ubonda fresh tu. Akiwa na ubonda mwingi fresh tu. Sawa, maana yake ni advantage kwa timu. Bwana umeelewa? Umeelewa? Swala sio kuubonda, swala ni umri. Swala ni umri, yani ni mfano leo hii Juma Issa Bushiri amecheza Fountain lakini si mchezaji kijana ambaye ni under 20. Kama Fountain wangeamua kumtumia pia kwa mashindano ya under 20, walikuwa wanaruhusiwa, haijalishi umri wake. Simempa mfano wa Ninju sikavaa medali juzi Azam Complex. Yani Luambano kinachompa shida ni kitu kimoja. Yani haiwezekani kwamba wewe unapiga pasi milioni. Yani ule umri wako inabidi usogee tu. Sasa itakuwa wale ambao wanatoka kwenye timu za vijana watakuwa hapati nafasi. Kwa mfano the like of Clement kijana. Kwani sikakwambia bwana Ninju kavaa medali Chamazi? Ninju kavaa medali Chamazi. Yes, nakuelewa. Umeona kwa mfano Clement Mzize ametoka kwenye michuano ya under 20 timu ya vijana, amekwenda kucheza kwenye senior team. Ni improvement kutoka kwenye timu za vijana amekuja kwenye senior. Kwa hiyo ulikuwa unataka waongezwe wengine wawili. Sajili mchezaji ambaye quality yake ni ya kucheza
senior team alafu kaja ukamtumia kama ni kijana wa under 20 bado tutakuwa tuzalishi hao wachezaji ambao wewe Yanga wakati anamsajili Ninja alikwambia kwamba amemsajili kama mchezaji wa senior team. Bwana, kunamkumbusha msikilizaji, unajua ule muda wetu mazungumzo yalikuwa ni mazuri sana hapa na Ndimbo na zinapewa nafasi ya kusajili wachezaji, lakini mpaka inakuja kufika wakati dirisha la usajili limefungwa, hawajatimiza yale mahitaji, hawajaingiza majina kwenye system. Ilipelekea Tabora pale Chamazi wakacheza na wachezaji pungufu. Msimu uliopita tumeshuhudia timu ya Fountain Gate ikiwa na wachezaji wachache kwenye eneo la substitution kwa sababu tu wameshindwa kutimiza vile vitu ambavyo walikuwa wanahitajika kutimiza. Je, msimu huu kuna rai gani kwenye hizi timu ambazo zimekuwa zina tabia ya kuchelewa kufanikisha yale masuala yao ya kiusajili na kuingiza majina kwenye system, mpaka nafika siku ya mwisho usajili umefungwa, kila kitu kimefungwa, inapelekea mpaka TFF kuwapa muda wa nyongeza. Msimu huu mnatoa rai gani kwenye timu zote hizo ambazo zimekuwa na tabia hizo? Kwenye swala lako hapo kuna vitu viwili lazima uvifahamu. Yes. Kuna kutoingiza majina kwenye system, manake ni kwamba hujafanya usajili, na kuna kufanya usajili halafu haujapata leseni. Yes. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Yeah. Kwa hiyo unapokuja kwenye hizo kesi hizo zinakuwa ni kesi tofauti. Yeah. Ni kesi tofauti kwa sababu kuna mwingine alisajili mchezaji kwenye system. Yeah. Kwa sababu anaruhusiwa kusajili mchezaji kwenye system, alafu kuna kumtumia sasa huyo mchezaji, kwa maana kumtumia sasa ni lazima utimize vigezo. Kwa hiyo kwa kesi unayosema kuna mmoja hapo kuna vigezo alikuwa hajatimiza. Kwa mfano wachezaji wa nje lazima uwaombee vibali. Yeah. Kwa hiyo inawezekana kwamba ushamuingiza kwenye system lakini hana kibali. Maana yake ni kwamba huwezi kupata leseni, maana yake huwezi kumtumia. Lakini ukipata tu kibali hata leo, maana yake ni kwamba hata kama una mechi leo, yes, unaweza kumtumia, kwa sababu ukipata kibali ukikileta unapewa leseni. Kwa hiyo unaweza kumtumia. Yeah. Lakini kwa kesi ya Fountain ilikuwa iko tofauti. Kesi ya Fountain walifungiwa kusajili. Na walipofungiwa kusajili wao kwa upande wao wakawa wamesema kwamba wamelipa kwa wakati, kwamba yani kabla dirisha halijafungwa. Yeah. Lakini shida ikawa ni FIFA kuweza kutambua kuwafungulia. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa unadaiwa na mchezaji kwenye malipo kuna kitu kinaitwa FIFA Portal. Manake ni kwamba yanapofanyika malipo pande zote zinatakiwa kuthibitisha. Kwa hiyo kwa upande wa yule anayedai akichelewa kuthibitisha, manake ni kwamba FIFA hawawezi kukufungulia mpaka yule athibitishe kwamba bana nimeshapokea huo mzigo. Sawa Yes. Kwa hiyo ndicho kilichotokea, kwamba wao walikuwa tayari wameshafanya hayo malipo, lakini muhusika ambaye anadai alikuwa bado haja confirm kwa FIFA kwamba bana mimi mzigo wangu nimeshapokea. Yes. Kwa hiyo FIFA wakaendelea kutight, manake ni kwamba huwezi kufanya huo usajili. Na ndio maana ilikuwa rahisi kuwasaidia, kwa sababu lilikuwa sio kosa lao. Muda umekwisha wakati ambako sio kosa lao, na ndio maana waliweza kusaidiwa na wakaweza kufanya huo usajili na wakaendelea na swala zima la hiyo ligi. Lakini kwa mfano ingekuwa kosa ni la kwao, manake ni kwamba ingekuwa msimu wao umekwisha, kwa sababu kama hujasajili manake huwezi kucheza katika ligi husika. Okay, Bwana Samata, kabumbu la kimataifa kwa maana kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Kuyaingilia maamuzi ya mtu ni jambo gumu, lakini kupokea maoni ya watu kuhusiana na mtu kwa kile alichokiamua ni jambo ambalo pia linaongeza nguvu na faraja. Ni jambo rahisi tunasema. Rahisi pia. Nimemsikia president wa shirikisho akizungumza katika interview maalum, na ameonekana kwamba ni mtu ambaye kwamba bado alikuwa anawiwa na kumwona mbwana akiwa anaendelea mpaka pale ambapo AFCON ya 27 ikatamatika. Lakini nyinyi kama wafanyakazi wa shirikisho, baada ya kupokea ile taarifa mlikuwaje? Ama mlikuwa katika hatua gani? Kwanza ni kuhakikishia kwamba hakuna Mtanzania ambaye anafurahi kuona mchezaji wetu ambaye ndiye mwenye historia
ya kupendeza anaondoka kuitumikia timu ya taifa kwa wakati huu ambako bado anahitajika. Kwa hiyo yoyote yule, hata ungekuwa wewe kwenye nafasi yetu, naamini kwamba usingependa kuona hilo linatokea, kwa sababu ukichukua wachezaji wetu ambao wanaitumikia timu ya taifa, hakuna ubishi kwamba Samata ndiye mchezaji wetu ambaye hata unapokwenda kucheza na mpinzani, maana yake wanamwangalia zaidi, kwa sababu kwa namna ambavyo amepita kwenye timu mbalimbali na mafanikio yake katika hizo timu ambazo amezichezea. Sisemei kwamba wengine sio wachezaji wazuri, hapana, isipokuwa kuna hilo swala la experience ya Samata. Huwezi kuifananisha na wachezaji wengi ambao tuko nao. Ni wachezaji wazuri, lakini linapokuja swala la experience, bado Samata ana experience kuanzia ya ndani ya nchi, lakini ana experience ya Afrika, ana experience ya Ulaya. Kwa hiyo unaona kwamba ni mchezaji ambaye kusema kweli hata anapokuwepo kwenye timu, manake amekuwa ni msaada mkubwa kwa wachezaji wengine. Anapoambia jambo, kwanza ile heshima ya kwamba ni captain, lakini ile heshima kwamba huyu bwana amenizidi, kacheza huku, inawasaidia vijana wengi kusema kweli. Kwa hiyo bado ni mchezaji muhimu sana, na naamini kabisa kwa taarifa ambazo nimezipata kabla sijawasiliana na wewe mchana, ambazo zinacheza kwenye mashindano mbalimbali ambayo yanatukabili hapo mbele. Kwa hiyo kuna timu ambazo zimeingia kambini. Timu yetu ya under 17 wao wanakabiliwa na kombe la dunia Qatar, na kwa sasa timu hiyo iko China, na leo pia ilikuwa na mchezo mwingine wa kirafiki na China. Baada ya mchezo wa kwanza ambao walicheza, leo wamecheza mchezo mwingine, wamepata ushindi mwingine tena. Mchezo wa kwanza walipata ushindi wa magoli 3-2, leo wamepata ushindi wa magoli 2. Yote haya ni maandalizi kuelekea Qatar kwenye kombe la dunia. Lakini kambi ya pale China inatamanika tarehe 12, lakini bado baada ya hapo timu itakuwa inaendelea na maandalizi mengine sehemu nyingine, ambayo tutatolea taarifa pia baada ya hapo. Nia ni kuendelea kupata maandalizi mazuri bora na katika maeneo tofauti, pamoja na kupata hizo mechi za kirafiki ambazo zinampa mwalimu nafasi nzuri ya kuweza kuangalia wapi aendelee kufanya maboresho. Lakini timu yetu nyingine ni ya wanawake, kwa maana Twiga Stars, wenyewe wapo Karatu Arusha, nao pia vile wanajiandaa na WAFCON Morocco kule. Nao kwenye kambi hiyo, maana yake ni kwamba wanaendelea kufanya maandalizi hayo na michezo mingine ya kujipima nguvu, kuhakikisha kwamba wanajiandaa vyema kuelekea kwenye hiyo WAFCON. Lakini timu yetu nyingine ambayo imeingia kambini ni timu ya futsal. Timu ya futsal nayo nakumbuka kwamba ina AFCON ya futsal mwaka huu. Kwa hiyo wanafanya hayo maandalizi, watacheza mchezo mmoja miwili ya kirafiki na Zambia. Yote hiyo ni kuendelea kukifanya kikosi, kuendelea kukishape vizuri kikosi kuelekea kwenye hiyo AFCON ya futsal. Kwa hiyo hizo ni timu ambazo ziko kambini, lakini kuna timu ya under 20. Timu ya under 20 imeitwa, imeingia kambini pia Kigamboni pale. Lakini timu hii sasa ni tofauti na hizi nyingine. Yenyewe inaingia kambini kwa sababu ya kumpa nafasi mwalimu kuweza kufanya mazoezi na wachezaji hao, kwa sababu mwalimu Mario Rivera yeye kwa upande wake ndio mara ya kwanza kuwa na kikosi hiki. Kwa hiyo ametamani kuona namna ambavyo anaweza kupata wachezaji mbalimbali na kuona namna ambavyo anaweza kufanya nao kazi
kwenye kikosi hicho cha under 20. Kwa hiyo watakaa kwenye hiyo kambi kwa takriban siku 10 hivi kuangalia nani ni nani, lakini wapo wachezaji mbalimbali ambao wanaendelea kuwafuatilia, amewaweka kwenye reserve list na yote hii ni katika kuhakikisha kwamba kikosi chetu pia kinakuwa bora hicho cha under 20, kwa sababu nacho ni moja kati ya vikosi kusema kweli tuna historia nzuri na hicho kikosi cha under 20. Kwa hiyo nia ni kuendelea kuboresha vikosi vyetu vyote, na ndio maana unaona kama hivyo wanaingia kambini kuhakikisha kwamba kila wakati kikosi kinajengwa ili kuendelea kukiboresha zaidi. Na vijana watakaa China kwa muda gani? Nimesema tarehe 12 wanaondoka China. Naam, kwa hiyo kambi kwa moja. Kwenye mechi ya fainali kati ya Azam FC dhidi ya Simba, Azam FC waligoma kuchukua ama kuvaa medali. Na medali zikabebwa na mkurugenzi wa timu ama afisa mtendaji mkuu. Lile tukio naamini kwamba hamkulipokea vizuri. Kwenye kimpira lileti picha nzuri hata kama umekosewa. Lakini nini ambacho tutarajie kutoka shirikisho la kandanda nchini Tanzania baada ya tukio lile? Yeah, of course ni kweli sio tukio zuri. Sio tukio zuri kwa sababu tunategemea kwamba kwenye mpira wa miguu manake kuna taratibu zake hizo za kwamba kama mpo kwenye mchezo huo wa finali, manake ni kwamba na kama kuna hizo medals za mshindi wa pili, mshindi wa tatu, manake ni kwamba tunategemea kwamba yule ambaye atakuwa mshindi wa tatu au mshindi wa pili katika shindano husika, manake atatokea kuweza kuvaa medali zake kwa mujibu wa utaratibu. Kwa kwenye mchezo ule sasa ilikuwa ni finali ambayo ina mshindi wa kwanza na mshindi wa pili tu. Kwa hiyo tulitegemea kwamba mshindi wa pili pia angepata nafasi ya kuweza kuvaa medali zake. Kwa hiyo kwa kitendo ambacho kimefanyika kusema kweli sio kitendo sawa, lakini kwa sasa siwezi kusema kitu kwa sababu kuna utaratibu wa namna ya kuendea jambo kama hilo, kwa maana ya kwamba utaratibu unaelekeza kwamba inapotokea jambo kama hilo kuna kamati ambazo maana yake ni kwamba zitakaa, zitapitia, zitaona kwa undani, na baada ya hapo zitakuja na majibu ya hicho ambacho kimetokea. Swali hili langu la mwisho ama kwa sababu wenzangu nao pia naona ngetu kaja sakana kawa na jambo la kutaka kuuliza. Tumepata bingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara. Alafu baada ya siku kadhaa tu tukapata bingwa tena wa kombe la shirikisho. Lakini mimi niliona kuna makala moja ndefu sana. Imeandikwa na moja kati ya viongozi wa vilabu wa nchi hii. Akisema kwamba Simba sio bingwa, ni mshindi. Sasa nyinyi ambao mmekaa jikoni mnaweza mkatupa mchanganuo. Why huyu tunamwita bingwa alafu huyu tunamwita mshindi tu? Yaani kipi kina hadhi kubwa zaidi? Unajua kuna cup na kuna ligi. Sawa. Kwa hiyo unapokwenda kwenye cup, maana yake kwenye cup unakuwa kuna mshindi. Sawa. Na ndio maana huko kumekuwa ni michezo ya mtoano pia ujue. Lakini ligi sio mtoano. Ni marathon. Yes. Ndio maana kwenye ligi ni bingwa, na huku kwenye upande wa cup maana yake kuna mshindi. Kuna mshindi. Hadhi kubwa inakaa sehemu gani hapo? Hadhi unaiweka kwenye nani gani? Kwenye kundi gani? Kwa sababu bingwa wa ligi kuu anawakilisha nchi kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Bingwa ama mshindi wa Federation Cup anawakilisha nchi kwenye kombe la shirikisho. Yote ya ni michuano ya CAF. Yes. Lakini hili lingine ni kubwa zaidi. Unapoweka kwenye kwenye hadhi, sasa mimi hapo nashindwa kuelewa kwa sababu wote ni wawakilishi wa nchi tu. Sasa hadhi, nadhani hadhi inategemea unaipimaje. Najua kwamba watu wanapenda kukogana.
Kuna upande unapenda kwamba uambiwe kwamba hadhi yako ni kubwa. Na mimi nimeweka kiporo kwa hamu, kwa sababu mimi nimeandika, mimi niliposti baada ya Simba kushinda. Walichokiandika Simba mimi nimechukua kama kilivyo, nikakiposti. Nikaandika hongereni Simba kwa ubingwa. Kuna mtu akanijia juu. Alafu sasa nikajua labda ni mmoja, wakaja wengi. Yaani wewe muda wote upo kwenye habari, lakini hivi sasa akasema tele hii mambo yana upeo haya. Walikuwa upande gani kwanza? Walikuwa upande gani? Kijani na njano. Wametoka na visu huko. Mapanga. Wanasema bingwa mkubwa kuliko mshindi. Unaona? Wakachukua kwamba upeo wako ni mdogo. Upeo wangu ni mdogo. Yaani swala la kusema Simba wamekosea kuandika kwamba champions. Huyu ni champions. Sababu Simba nyinyi kwenye zile posters na bana ambazo mmeziweka pale kiwanjani zimeandika winners. Unaona? Lakini Simba akasema hapana. EW tutoe. Twende na C. Maisha yaendelee. Lakini kumbe bwana kuna watu hawataki neno bingwa fulani aitwe bingwa. Sisi. Lakini kwenye kikombe anapatikana mshindi. Sisi mashindano yetu yana hadhi. Ndio. Kwa sababu hata ukimleta bingwa wa under 20 ana hadhi yake. Ukimleta bingwa wa wanawake ana hadhi yake. Ukimleta bingwa wa RCL ana hadhi yake. Kwa kila mmoja ana hadhi yake kutegemea na sehemu ambako yupo. Ndugu yangu Ndimbo, wa Tanzania wanatamani kujua kuhusu hichi kitu. Msimu uliopita ulitamatika vizuri, lakini bora wa ligi kuu ya Tanzania bara. Msimu huu umetamatika. Wapo wachezaji ambao wamefanya wonders. Wa Tanzania wanatamani kusikia kutoka kwako kama afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Je, msimu huu tuzo za ligi kuu ya Tanzania bara pamoja na ligi ya championship pamoja na ligi ya wanawake zinatarajia kufanyika, ama pia msimu huu hatutoshuhudia tena tuzo zikifanyika? Jambo la tuzo kusema kweli hivi karibuni linakwenda kupata hilo jibu ambalo mmekuwa mkiuliza muda mrefu sana, lakini nimekuwa nikisema kwamba tulitoa taarifa ya kuhusiana na swala la tuzo. Kwamba zilikuwa zimehairishwa kwa maana ya zile ambazo zilikuwa zifanyike za msimu uliopita. Na bado hakukutoka tangazo lingine lolote la kusema kwamba hazitakuwepo ama itakuwa namna gani. Lakini hivi karibuni of course tunaendelea na mchakato wa ndani, upo kwenye hatua za mwisho. Tutakuja na hiyo kila kitu kwamba tuzo kama zitakuwepo lini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuwe na subira, muda si mrefu jambo la tuzo tunakwenda kulizungumza kama ilivyokuwa utaratibu wetu wa kwamba tunao utaratibu mzuri wa kutoa kila taarifa zetu. Kwa hiyo ukiona taarifa haijatoka, ujue viko vitu ambavyo vinaendelea kufanywa kazi kuhakikisha kwamba inapotoka taarifa basi isiwe na chembe ya shaka. Okay, Ndimbo, naamini kwa hapa nyumbani tumeshamaliza. Ukasema ndio. Naam. Lengo langu lilikuwa linakuja huko. Mimi binafsi ukiniuliza kama Twalibu Omarimua, ukiniambia bwana waamuzi wa Tanzania wasaidiwe na VAR, nasema bora wabaki hivi hivi kwenye mkate mkavu. Kwa nini? Kwa nini? Huko tena ndo tutakuja kupata lawama nyingi huko. Tutapata nafasi. Yaani bora huko tunajua tunajua sehemu ya kuwatetea ni kwamba wao wameona tukio wakiwa kiwanjani. Sisi huku tumerudia. Shughuli imeisha. Maana unajua kama madudu yanayotokea kwenye kombe la dunia ukichanganya na yale ya AFCON. Unaona? Na umetoa mfano, mimi nakumbuka hiyo game hiyo ambao umesema hiyo. Nakumbuka nikawa nasema sasa huyu ndo huko ana VAR na makorokoro kibao na bado ndo mambo yako hivi. Unajua kuna kitu kimoja kwamba VAR pia, yani kuna vitu ambavyo ndio inatakiwa kuviangalia. Shida yetu sisi hapa nyumbani, kila kitu sisi tunataka VAR. Yaani kila kitu kwa sababu tu jambo hilo liko upande wako wewe. Kwa hiyo unataka tunaenda kwenye VAR. Wakati kuna muda utashi pia mwamuzi ndio unamtakia aende kule. Sio kila jambo unatakiwa kwenda kwenye VAR. Maana ikiwa kila jambo basi sasa ni mpira usingecheza. Kwa kama jana pale Misri wamemezwa na najua kwamba walikuwa upande wa mbuzi huko.
Maana mwishoni uliandika kitu kimoja kinazi kabisa. Sasa unajua comeback ya kibabe kusema kweli, yani kuna wachezaji wazuri ambao utakuwa unajipunja nafsi tu, yani usipokuwa na mshahara. Sasa jana silibidi ukae Afrika kidogo, ilibidi ukae Egypt. Ngoja kwanza nikwambie kitu. Kwenye mi timu yangu namba 1 kabisa, sawa, inapokuja kwenye World Cup ni England. Ndio. Sawa. Hiyo mimi ndio timu yangu namba 1 kabisa. Kwa wengi huko. Na picha status anaweka. Halafu Argentina. Ni kwa sababu kuna Messi. Kwa hiyo siku zote sawa, huwezi kumtupa Messi, sio? Alafu jana mchezaji wa Chelsea ndo ameipeleka Argentina kwenye robo finali. Na huko Chelsea ndo uulizwe huko. Timu ya mwisho ni timu ya Afrika. Ipi? Morocco. Huko tupo wote huko. Sawa. Yaani kuna mtu mmoja huwa anabishana naye, wametukataa sisi wa Afrika. Nikamwambia ndio ndugu zetu tuliopewa. Yaani Mungu alichotupa bora ni kile. Yaani tuwakatae tufanye nini? Akishinda World Cup yule hawataSema kwamba aliyeshinda huyu ni nani, ni anatoka bara la Ulaya, ni Morocco kutoka Ulaya. Hakuna. Wale hawana Afrika tu. Wale Morocco hawana ile fukara, hana kiapo. Wale kiapo wanacho. Unajua wao wanavyojichukulia, inawezekana ni kwa sababu ya historia yao, na unaona kwamba wengi wenzetu pale imekuwa rahisi kucross kuingia Ulaya, na wengi wamekuwa wanakulia Ulaya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wamekuwa wanajiona kama vile ni wa Ulaya, lakini haiondoi kwamba ni Afrika. Lakini Ndimbo jamaa wako serious. Unajua nikwambie kitu? Of course wako serious. World Cup ya mwaka 98 pamoja walitolewa. Lakini waliacha majina kibao ambayo quality ya Europe. Yes. Yaani angalia hata namna ambavyo wanacheza. Wanaweza kucheza na timu yoyote ile kwenye World Cup kabisa. Na unaona kabisa. Kwani wale Senegal hawana wachezaji wa Ulaya? Unaweza ukawa na wachezaji wa Ulaya lakini quality yao sio wachezaji wa Ulaya. Yaani sijui kama unanielewa. Yaani kuna sehemu tupo sawa. Twalibu nielewe. Ndio. Sawa. Kuna mchezaji anacheza Ulaya. Sawa. Alafu kuna mchezaji ana quality ya Ulaya. Sawa. Anaweza kawa anacheza Afrika lakini ana quality ya Ulaya. Yaani natuzungumzia quality kwamba yani ukimchukua yeye ukamweka na wachezaji wengi wa Ulaya. Sawa. Ambao kazaliwa Ulaya, amekulia huko, amefanya nini kila kitu huko, yani yeye ni wa huko. Umeona? Lakini kuna mwamba unamkuta huku ana hiyo quality. Okay. Leo hii sawa. Wewe muangalie kwa mfano yule JJ Okocha yule. Sawa. Angekuwa yupo kwenye kizazi hiki yule na ule mpira wake ule. Angalia ile quality mzee. Ni mchezaji wa Afrika lakini ana quality zote yani za wachezaji wa Ulaya. Okay, wewe kwenye World Cup umesema kwamba Argentina aliyekupeleka kule Messi na yule si jana. Huyo kwa sababu na nini mchezaji wetu yuko Chelsea. Sawa. Ziko timu zina wachezaji wetu lakini sipo huko. Sawa. Nani unampa nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa wa dunia? Argentina. Unaamini kwenye kelele za waamuzi kwamba Argentina inabebwa au kuna bingwa kapangwa? Bebwa kwenye nini? Kwa mfano kama jana ambayo watu wengi wanaamini kwamba goli ambalo lilikataliwa la Egypt kwamba lilikuwa ni goli halali na Argentina amebebwa. Lakini kilichoamuliwa pale sio offside, kilichoamuliwa pale hata sio nini. Sasa unashangaa watu wanabishana ile offside gani? Ile sio offside. Kuna tukio lilifanyika nyuma. Tukio lililofanyika nyuma ndilo lililotazamwa. Sawa. Sasa yale mambo kama ingekuwa ndo mkate mkavu kwa muamuzi. Ingekuwa mkate mkavu ni goli sahihi kabisa. Ile weka kati tondoki. Sahihi. Tena unajua sisi wengine ambao tumebahatika kuwa karibu na waamuzi na namna ambavyo kuna masomo mengine wanafundishwa. Bahati nzuri somo la VAR
mi nimeokota kidogo. Umeona hata kwenye upande wa waamuzi wasaidizi inapotokea swala la offside hawanyoshi kwa haraka. Unajua kwa nini? Huku kwenye com anaambiwa delay, alafu baadaye ndo anaambiwa twende offside. Lakini wakati huo sisi tunakuwa tayari tumeshaona offside. Kama kuna VAR lakini. Yes, kama kuna VAR. Kama hakuna anatakuwa kama hakuna ni yeye mwenyewe. Nazungumzia kwenye mechi ambazo zinakuwa zina VAR. Lakini sisi tunakuwa tumeshaiona ile offside. Mbona wanyoshi offside? Sijui nini. Umeona? Mpaka baadaye ndio inakuja inanyooshwa. Kuna vitu vingi ambavyo wanaendelea kuviakiki. Kwa hiyo the same na tukio kama lile la jana, sio? Mtu amefanyiwa faulo huku kabla mpira hauja kwenda kule. Sawa, na ndicho kitu ambacho kimekwenda kuangaliwa na ikaonekana kwamba ni faulo. Hiyo ilitokea hata kwenye AFCON. Sawa. Kuna mechi ya Nigeria. Nigeria walikwenda wakafunga goli. Sawa. VAR haikamwita mwamuzi. Kuja kurudia kuna tukio lilifanyika kabla mpira haujaenda kule. Likakataliwa ile goli. Kwa ni penalty pia kwa wale ambao walikuwa. Lakini kwa nini lakini pia mimi kwa nataka malizia. Unajua kwenye hii issue ya World Cup moja kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa ni consistency, na kwenye moja kati ya vitu ambavyo sawa mimi bwana ni washukuru, tumekuwa na mazungumzo mazuri na nimefurahi kwa kweli. Tumezungumza vitu kwa mapana yake, tumejiachia, tumeelezana kitu gani ni nini na nini. Kwa hiyo pale ambako mnahitaji ufafanuzi wowote, kuna jambo gani, tutafutane, kwa sababu nia ni kuhakikisha kwamba mpira wetu unapiga hatua na kusaidia kuondoa changamoto mbalimbali, na nyinyi vyombo vya habari ni watu muhimu sana katika hilo, kwa maana kwamba tukiendelea kutembea pamoja, mimi naamini kwamba itatusaidia, na nimefurahi kwamba nimekuja kwenye redio ambayo haina machawa. Kwani inakuaga hiyo? Ni kweli. Bwana, shukrani sana Clifford Mario Ndimbo kutoka pale saa 12 kamili mpaka muda huu tumekuwa tukizungumza mambo mbalimbali ya kimichezo, lakini pia Ndimbo baadaye akaungana nasi 12